ya jua. Daktari Samia ametununulia mafuta hayo tubu 23,000. Na furaha kuambia kwamba mzabuni ameshapatikana pale Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na wakati wowote mwezi huu kabla ya uchaguzi yatakabidhiwa, lakini na kompyuta kwa ajili ya watu wenye ulemavu, magnifier zile za kusomea na binoculars za kuvaa ili uone mbali, maana sisi pia watu wenye albino uoni wetu ni hafifu. Kanunua koza, mzabuni anasubiri anunue ili atukabidhi mwezi huu wa 10. Hivi kama sisi watu wenye ulemavu, hata kama basi kwa utofauti wa vyama vyetu vya itikadi, ingawa mimi ni CCM, mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa kata, na hata nisingekuwa mwenyekiti wa kata nitaendelea kuwa mwana CCM, mwaminifu, mtiifu, mwadilifu. Kwa nini tusikupe kura zetu? Watu wenye ulemavu hapa nchini Tanzania tupatao zaidi ya milioni 5. Kura zetu tumeamua tukupe wewe Mheshimiwa Rais. Ninaomba usiwe na shida juu ya watu wenye ulemavu, watoto wako ambao umewafia katika kipindi chako cha miaka 4.5. Naomba pia umma huu wa Tanzania walioko leo Arusha wajue. Tarehe 26 mwezi wa 3 2022, Rais Samia umetuita Ikulu ya Chamwino ya Dodoma. Ukatupikia, ukatuandalia, tukala pamoja nawe. Si kawaida kumpata rais wa aina hiyo. Lakini kwa sababu wewe ni mama na una dhamira njema kwa Watanzania wako na hutaki kundi lolote libaki nyuma liachwe, ukafanya hivyo. Tunalazimika kukufia, tunalazimika kukutetea usiku na mchana. Mimi ingekuwa na mamlaka ya kuivunja katiba ya Chama cha Mapinduzi, mimi ningesema hii miaka 5 ijayo haikutoshi kwa ajili ya Watanzania. Una dhamira nzuri kwa Watanzania. Hawaropokaji wanaoropoka, Mungu awasamee, wewe usiwabebe. Na nakushukuru kwamba unaendelea kuwaombea. Tuwaombee kwa sababu kila mtu ana kinywa chake. Sasa tusiwasikilize hao. Sisi tuangalie Tanzania ya kesho na CCM ya kesho. Kesho na kesho kutwa, ambayo taifa hili bila Chama cha Mapinduzi hakitakalika. Hivi leo watu wenye ulemavu, kwa hao wanaosema maandamano, tutatembeaje? Mimi mwenyewe sioni mbali, nakimbiaje? Tusishabikie vitu kama hivyo. Tuendelee kuvikemea vikali, tuendelee pia kumuomba Mungu awasaidie hawa wanaoshawishi maandamano bila kujua kwamba kuna wakongwe, kuna wazee ambao hawawezi kukimbia kama vita vikija. Mheshimiwa Rais, endelea kukilinda hiki chama ambacho ni kimbilio na tegemeo kwa Watanzania wenzako. Mheshimiwa Rais, hiki chama ni kizuri, kinatuunganisha, lakini pia tunamshukuru Mungu pamoja na wazazi wako waliokuleta duniani ili uje ututumie sisi wa Tanzania. Umetoa mbali. Mheshimiwa Rais, Kena nisamani leo, naomba kwa sababu ni mwenyekiti wa CCM wa kata ya Kimya nakotokea, utakumbuka tarehe 17 mwezi wa 7, Mheshimiwa Rais, nilikuomba kituo cha afya kwa ajili yangu mimi mwenyewe, usalama wangu, manake mnajua siwezi kutembea usiku, sijui adui yangu aliko. Tuna maeneo ya kujenga kituo hicho cha afya. Pale Mlingiringa kuna shamba kubwa tu. Ninakuomba Mheshimiwa Rais, funga tu macho yako, nijengee kituo cha afya chenye jengo la OPD, chenye jengo la afya kutolea huduma ya afya na mtoto, ya mama na mtoto, lakini chenye jengo la wodi ya wanaume na wanawake. Wanawake wa kata ya Kimya wako tayari kukupa kura na wako tayari kukuunga mkono kwa asilimia yote. Mabalozi umewakabidhi baiskeli, tumewakabidhi juzi tu, kwa nini wasikupe? Mheshimiwa Rais, naomba sasa nichukue nafasi hii kukuombea kura kwa Watanzania wenzangu.
mikoa yote 26 na 5 ya Zanzibar. Na waomba ndugu zangu wote tumuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kukalia kiti chake cha urais katika kipindi cha miaka 5 ili kutimiza ndoto zake na azma yake kwa Watanzania. Najua tutapata maji, najua maeneo mabovu yatatengenezwa, sasa tutatembea kifua mbele. Lakini Mheshimiwa Rais, wana kata ya Kimnyak na kata zingine wakupe kura, kwa sababu najua kuna lami, barabara ya lami inayoendelea hapa Mianzini na kutokea Kimnyak. Tunakuomba sasa tusaidie, maana vumbi sasa karibu linatuumiza. Mheshimiwa Rais, ukipita Kimnyak, ukipita Elikidinga, ukipita Sambasha, ukipita Ngaramtoni, ukipita Olevolos, ukipita, kwa sababu wewe ni mama, utalia machozi kwa kikohozi ambacho wananchi wanakohoa usiku kwa ajili ya lile vumbi. Mheshimiwa Rais, maji yale, mradi wa bilioni 520. Haya, asante. Natokea kata. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha 6 punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua: kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea EuroAsia Universities Limited leo. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765 767556. EuroAsia Universities Limited, empowering global citizens.